Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Hapa nazungumzia si wengine bali ni Simba Sport Club wana Lunyasi. Unafahamu ya kwamba sasa hivi klabu ya soka ya Simba Sport Club ni moja kati ya vilabu ambao vinavyoogopeka kweli kweli, sio tu ndani ya ligi kuu ya soka Tanzania bara, hata kimataifa wamekuwa ni moto wa kuotea mbali. Sasa klabu ya soka ya Simba Sport Club kwa moto ambao wameweza kuonyesha katika kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu huu, wakiwa na wachezaji vijana, wakiwa na kikosi kipya, kocha mpya, wameweza kufanya maajabu hayo. Vipi sasa kama hiki ambacho kimeweza kutangazwa leo hii na semaji la Simba Sport Club Ahmed Ally, wachezaji wapya ambao wamesajiliwa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club, basi watu si watakimbia kutokana na ubora wa wachezaji hawa ambao wanakuja kuongeza nguvu katika kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport. Mimi nimekusogezea majina ya wachezaji ambao klabu ya soka ya Simba Sport Club imeweza kuwatangaza ya kwamba sasa rasmi ni mali ya kwao, na watu wasiweze kuwanyemelea kwa sababu tayari wana mikataba na wekundu Msimbazi Simba, mara baada ya tajiri Mo Dewji kuweza kumwaga mabilioni ya fedha kwa ajili ya kuweza kukamilisha sajili hizi ambazo nimekusogezea hapa. Ila pia klabu ya Simba imetangaza nyota ambao wameachwa kuelekea kunako mwishoni mwa ligi kuu ya soka Tanzania bara, kuelekea msimu mpya hawatakuwa na kikosi cha klabu ya soka ya Simba. Ni kina nani hao? Nao pia majibu yao niko nayo hapa. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Star Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa kwenye simu yako. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu ni kusubscribe na kisha ukabonyeza alama ya kengele kupata mwendelezo wa taarifa zetu. Hii hapa ni Star Media, karibu tuweze kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya Simba Sport Club. Katika mwendelezo wa kile ambacho klabu ya Simba inaendelea kujiimarisha zaidi sasa hivi, kwa mujibu wa ripoti ambayo imetoka kwa kocha Fadlu Davis, ambayo imeweza kuweka bayana majina ya wachezaji ambao wanaachwa kwenye kikosi cha klabu ya Simba. Kabla tujakwenda kwenye wachezaji wapya ambao wamesajiliwa kwenye kikosi cha Simba, nikutajia majina ya wachezaji ambao wanaondoka, na wakiondoka hawa wanaofuata ndio watakuja kuchukua nafasi ya wachezaji wengine ambao wameondoka kwenye kikosi cha klabu ya Simba. Sasa klabu ya soka ya Simba Sport Club leo hii mapema kabisa imeweza kutangaza kati ya majina ya wachezaji ambao wanatemwa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club, na kila mmoja ana sababu zake ambazo zinazomfanya aweze kuwekwa pembeni. Kati ya majina ya wachezaji wote ambao wapo kwenye kikosi cha klabu ya Simba, unaambiwa sasa ni rasmi ni kwamba beki wakati ambaye ni Hussein Kazi, ambaye huyu ni raia wa Tanzania ambaye alisajiliwa kwenye kikosi cha klabu ya Simba, yeye pia ni miongoni mwa wachezaji ambao watakuwa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club kunako msimu ujao. Kutokuwa na mwendelezo mzuri, kutokupata nafasi ya kutosha kwenye kikosi cha klabu ya Simba, hivyo kocha Fadlu Davis ameweza kutoa ripoti akisema ya kwamba anahitaji kuongezewa beki mwingine. Kwa hiyo Hussein Kazi hatakuwa tena sehemu ya kikosi cha klabu ya Simba kunako msimu ujao. Lakini anayemaliza hapa anazungumzia na yeye pia anamaliza mkataba wake, kwa hiyo klabu ya Simba haiko tayari kuendelea kuongeza mkataba naye. Lakini yupo kipa Hussein Abel, huyu unaambiwa klabu ya Simba yeye pia haiko tayari kuendelea kuwa naye kwenye kikosi cha klabu ya Simba. Hivyo basi klabu ya Simba imeona kwamba atafuta changamoto sehemu nyingine ili kuendeleza kipaji chake. Unafahamu kwamba magolikipa wa Simba sasa hivi walikuwepo takriban magolikipa 5, kwa sababu walikuwepo Aishi Manula ambaye pia alikuwa achezi kwenye kikosi cha klabu ya Simba, lakini Ayubu Rokledi ambaye alipata majeraha akaweza kukaa benchi. Lakini kuna Musa Pimpin Kamara, kuna hapa nazungumzia Ali Salim
Mtoro, lakini pia yupo huyu bwana mdogo Hussein Abel. Kwa hiyo magolikipa takriban 5 mpaka 6 ambao walikuwepo kwenye kikosi cha klabu ya Simba. Kwa hiyo Hussein Abel ni miongoni mwa watu pia ambaye anawekwa pembeni katika mchakato huu. Lakini pia kuna winga hapa anazungumziwa Edwin Barua ambaye pia amekosa nafasi ya kuonyesha kile ambacho yuko nacho. Ni mchezaji mzuri, lakini benchi imeendelea kuweza kumwandama kwenye kikosi cha kocha Fadlu Davis. Nafasi ya kucheza imekuwa ni adimu kweli kweli. Edwin Barua anaondoka kwenye kikosi cha klabu ya Simba licha ya ubora ambaye aliweza kuonyesha mwanzoni mwa msimu huu akiwa na kikosi cha klabu ya Simba akiweza kuaminiwa, lakini mwalimu ameweza kumweka pembeni katika mipango yake ya msimu ujao na kikosi cha klabu ya Simba. Lakini mwingine ambaye anaondoka kwenye kikosi hicho, yeye mkataba wake unakuwa umeisha kabisa, ni Aishi Manula, ambapo unafahamu ya kwamba Aishi Manula kwa kipindi ambacho amekaa Simba, hatimaye mkataba wake unamalizika ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club, huku akihusishwa kujiunga na miamba ya soka ya Twiga na Jangwani. Hapa nazungumzia klabu ya soka ya Young Africans. Kwa hiyo yeye pia hatakuwa tena sehemu ya kikosi cha klabu ya Simba kunako msimu ujao. Kwa hiyo hilo limeweza kuwekwa wazi kabisa na klabu ya soka ya Simba Sport Club, ambao wanamtaka waende wakazungumzane naye. Lakini kuna Valentino Mashaka, unafahamu kabisa kijana kukosa namba, klabu ya Simba inafikiria kuweza kumtafutia timu ambayo pengine inaweza kumpa nafasi ya kutosha ya kuweza kucheza kwenye kikosi cha klabu ya soka. Hapa nazungumzia klabu ya Simba. Imekuwa ni ngumu kupata nafasi. Kwa hiyo pia yupo Agustino Kojefa, naye pia mwalimu amesema kwamba hayupo katika mipango yake. Wachezaji ambao wapya inaelezwa kwamba wanaingia kwenye kikosi cha klabu ya Simba, mpaka sasa klabu ya Simba ipo katika 80% ya kukamilisha dili la mshambuliaji kutoka pale katika klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia Archipol. Hapa nazungumzia Mabululu, ambaye inaelezwa kwamba tayari mazungumzo yanaendelea na yamefikia vizuri kabisa. Lakini moja kati ya wachezaji wakubwa namba 10 bora Tanzania, nazungumzia Faisal Failasufi. Yeye ni miongoni mwa wachezaji wapya wa kikosi cha klabu ya Simba kunako msimu ujao. Inaelezwa kwamba hatari itakuwa ni kubwa kweli kweli kuelekea msimu huo kutokana na ubora ambao Faisal ameendelea kuweza kuonyesha. Unaelezwa kwamba dili imeshakamilika na mchezaji anakwenda kucheza kwenye miamba ya soka ya Simba Sport Club mara baada ya kuweza kuwatolea nje. Hapa nazungumzia walezi wake wa zamani, klabu ya soka ya Young Africans. Kwa hiyo hatakuwa tena ya sehemu ya kikosi cha klabu ya Yanga, ameamua kuchagua Simba Sport Club. Kwa hiyo hayo na mengineyo ndio yanayoendelea kwa sasa. Lakini pia kuna usajili wa Lamine Kamara, mchezaji yule ambaye aliwika akiwa na Balkani katika fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya klabu ya Simba. Yeye pia kocha Fadlu Davis yupo katika mpango wa kuweza kumvuta kunako katika kikosi cha klabu ya Simba. Kama dili hilo litafanikiwa, litazidi kusogezea hapa ndani ya chaneli yako pendo kabisa ya Star Media. Lakini kuna dili pia lingine la Suleiman Mwalimu, moja kati ya wachezaji ambao wako pale Wydad Casablanca, ambao ni miongoni mwa timu ambazo zinashiriki katika kombe la dunia la vilabu. Suleiman Mwalimu inaelezwa kwamba huenda klabu yake ya Wydad ikamtoa kwa mkopo. Sasa klabu ya Simba inataka kupigia upatu waweze kupata mshambuliaji huyo, saini yake kwa mkopo huu ambao kutoka Wydad, kama watafikia makubaliano na klabu ya Wydad. Subiri taarifa kamili itakujia kwa kile ambacho kitakachokamilika. Nitaendelea kusogezea hapa. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment.